Karibu katika kipindi changu cha Chemba za Mastori. Leo kuna story moja nataka nikuangushie hapa. Let's go. Jue wanawake wengi wanapoolewa na wanaume wao wanachukulia kama fursa. Kivipi unachukulia kama fursa? Tulia kwenye chemba yangu hapo hapo uweze kupata uhondo huu. Kuna mshikaji mmoja alikuwa anaitwa Frank. Frank ni mshikaji mmoja ambaye mwenye maisha mazuri ya kitajiri sana. Na Frank alikuwa ni kijana mzuri sana ambaye anasaidia familia zake, anasaidia ndugu zake. Yaani alikuwa ni kijana mzuri sana. Lakini Frank ghafla alikuja kubadilika. Kipi kilimfanya Frank abadilike? Endelea na mimi. Frank baada ya kuoa alikuja kubadilika. Frank alikuja kumwoa mwanadada mmoja alikuwa anaitwa Zuhura. Zuhura ni msichana mmoja hivi mwenye tabia mbaya sana. Zuhura alikuwa na tabia mbaya. Zuhura alikuwa anapambana kugombanisha Frank na ndugu zake, Frank na familia yake. Zuhura alikuwa anatengeneza matukio ambayo ya kuwagombanisha Frank na ndugu zake. Zuhura alikuwa anatunga mambo ambayo yalikuwa yanagombanisha Frank na ndugu zake. Kwa ndugu zake wa kiume alikuwa anamwambia Frank kuwa wanamtongoza, na upande wa ndugu zake wa kike alikuwa anamwambia Frank ndugu zako wanatongozea wanaume, ili yote kufanya kugombanisha Frank na ndugu zake. Lakini pia Frank, kumbuka, alikuwa anampenda sana Zuhura. Kila kitu alichokuwa anaambiwa na Zuhura alikuwa anasikiliza. Zuhura alikuwa anapenda na kiamini, japokuwa kilikuwa ni cha uongo. Basi maisha yakaendelea. Frank, kutokana na kupewa hizo taarifa, ilibidi apige marufuku ndugu zake wote kukanyaga pale nyumbani. Alitokea kuwachukia, huduma kaendelea kusitisha. Basi maisha yakaenda, siku zikaenda. Baada ya miaka kadhaa, ndugu wake Frank ambaye alikuwa kijijini alikuwa amemaliza darasa la 7. Basi baba na Frank akamtafuta Frank. Ikumbuke baba na Frank sio babake mzazi, ni baba kumlea tu. Alimlea Frank tokea akiwa mdogo sana, sababu babake mzazi na Frank alikuwa amefariki. Basi baba mlezi wa Frank alimcheki Frank, akamwambia mdogo wako kamaliza darasa la 7, japo matokeo yake sio mazuri, tunaomba aje asomee masuala ya VETA. Frank hakuwa na yana, akakubali, akasema sawa, hamna shida. Akakubali ndugu wake alete Dar es Salaam kuendelea na masomo ya VETA. Ndugu wake alifurahi sana baada ya kusikia kakako kakubali kuja huku Dar, lakini angelijua bora angebaki huko. Huyo dogo, ikumbuke, ana miaka 14. Basi safari kaanza, akaletwa Dar. Baada ya kufika Dar akakaribishwa vizuri, alipokelewa pale na kakake. Dakazi akampokea, akamwandalia chakula vizuri, akaonyesha chumba cha kulala vizuri. Basi asubuhi ilipofika, Frank akamcheki hali mdogo wake yuko shwari kabisa, akamwaga kama mimi naenda kazini. Safi. Baada ya Frank kuondoka, mkeke na